I tell you. I tell you. If you want to see, you will see. If you want to see, you will see. Yes. You will know he's here. Yes. If you want to see. If you don't want to see, it's a different situation. But if you want to know that the mightiest prophet Elijah is here, you will see. Because you will see that he has called rain from heaven, he has called fire, he has resurrected a dead decomposing corpse. Maiti ambayo imeoza inanuka. Akafufua tena mwingine yule. Ametumwa kutayarisha kanisa. Mesia mfalme yuaja. Hallelujah! Hallelujah! Jesus is Lord! Yesu ni Bwana! Hallelujah! Hallelujah! Hey! 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 I tell you, I love Jesus. Nampenda Yesu. This is big. But now we need to hear a little detail. Yes, because I mean, the radio. Can you sit down? I don't know how we are going to handle this meeting. The radio. This is the radio. And the Bible says, whatsoever he tells you, just do it. So I said, put the radio next to them. But this is a very serious situation that the radio got up. And the leg, I don't know whether we will see the leg in the video when you see her walking. Na mguu wake ukitazama kwenye ile kanda wakati ambapo anatembea. Na nachunga hapa kuna mabonde. Usitembee. Uchunga kuna mabonde hapa. Si unajua? Kuna mabonde kama hapa ni shimo. Ona hii. Hii ni shimo. Alafu hii ni juu. No, it's good to inform her. Good to tell her. Ni vyema ili kumjulisha. If you see where the Lord joined the legs. Wakati utakapoona jinsi Bwana alivyounganisha mguu wake. I don't know whether because the lower was very shattered, was too shattered. Sijui ni kwa nini, lakini sehemu ya chini ilikuwa ni fupi. Ama inaweza kuwa chini ilikuwa shattered, imeharibika sana. Ya chini ilikuwa imeharibika sana. And the Lord seemed to have put a joint here between the knee and the ankle. Na Bwana nikana kwamba aliweka sehemu fulani hapa katikati. When you see her walking, now she has covered. But with the video, when you see her walking, it will crush your heart more. Wakati utamuona akitembea katika itakusaga moyo wako zaidi. And this is what I wanted the Lord to do in Australia. Na hiki ndicho nilichotaka Bwana afanye kule Australia. And in all your nations. Na mataifa yenu yote. Because time is out. Kwa sababu wakati umekwisha. The stairs are here. Ngazi ziko hapa. The Messiah is coming. Mesia yuaja. The cloud has come down. Wingu limeshuka. Hallelujah. Hallelujah. Because at the time when the radio was being put, she can't talk, she can't see, she can't hear, she can't walk, and the radio was put. Wakati ambapo aliekewa radio, hangeweza kuongea, hangeweza kuona, hangeweza kutembea, lakini akaekewa. Very powerful. Sit up, my son. Very mighty here. So this is it. Let us worship this Jesus. He has now become Lord. He has become Lord. This Jesus is mighty now. He has become Lord and Savior and Redeemer forever. And He continues to do these beautiful works. Bwana kubariki sana. Unaongea sasa? Nimesema Bwana akubariki? Umesema? Amen. No, you are going to talk. I don't want to pray. I don't want you to talk now because the people will interview you. But can you sit down and say, I ventilate on this matter? Niko mambo hapa. No, alikuja akifunza toba na watu wengi wakasema hii ni injili aina gani hii? Can I say in English because we are global? People are tuned in all over the world. When the man of God came to this land, he came rebuking sin and preaching repentance. Wakati nabii mkuu wa Bwana alipokuja katika nchi hii, alikuja kikemea dhambi na kihubiri toba. And people said, what kind of gospel is this? Na watu wakauliza, hii ni injili aina gani? Repent. Tubuni. Repent. Tubuni. Repent and turn away from sin. Tubuni na mgeuke kutoka kwa dhambi.
Stop the corruption in the church. Komesheni ule ufisadi kanisani. And the only thing he promised therein, na jambo la pekee aliloahidi mule ndani, he said, alisema, the Lord wants to visit the church. Bwana anataka kulitembelea kanisa. Only that. Hiyo peke yake. But now the beauty, look at how far we've reached today, right? Lakini sasa tazama ule uzuri wake, tazama umbali ambao tumefika sasa hivi. The Lord is mighty. Bwana ni mkuu. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. He is the King. Yeye ni mfalme. He is the Christ. Yeye ni Kristo. The Messiah. Mesia. The living bread. Mkate ushio. The living waters. Maji yaishio. Fountains of life. Chemichemi ya uzima. Living stone. Jiwe lishilo. Prince of peace. Mfalme wa amani. Redeemer. Mkombozi. Savior. Mwokozi. Wonderful. Wa ajabu. Counselor. Mshauri. Everlasting Father. Baba wa milele. The Messiah. Mesia. The Son of Man. Mwana wa Adamu. I tell you. Nakuambia. This is mighty. Hii ni kuu. Yes, this is the revival I want in Canada. Huu ndio uvuvio ambao ningependa uwe kule Canada. That's why I want this. I want this in Canada. Ndio kwa sababu nataka hii. You don't know the burden I have for the nations. Haujui mzigo nilionao kwa mataifa. So much. Ni kubwa kabisa. But sometimes you come there and you find they're too busy with other things and they act that they don't see it. Lakini wakati mwingine unaenda So I'm like, just a moment, what is the problem here? Shida ni ipi hapa? The Messiah is coming. Mesia you are going to remain. Utabaki. What is the problem? Shida ni nini? Sometimes I ask, because I have a big burden for these nations. Wakati mwingine na I want them to see the same. Ningependa waone hii. But sometimes, you know, they're caught up into their modernism, postmodernism, the liberal theology. They've mixed a lot of things into church. There's a blending. The world is inside the church. So it's difficult to sort out which is church and which is not church. Lakini wakati mwingine wameingia katika usasa wa kisasa, ile theolojia ya uhuru na masuala mengi ya kisasa sana, na unataka na theolojia ya kisasa, na theolojia ya kisasa ambayo inakubali hata ushoga, ambayo inakubali hata ushoga. Wanapakwa mafuta hapo, wanapakwa mafuta hapo, na ndoa za kishoga pale, na ndoa za kishoga pale. No, we need this. We need people even in Canada there are people like this that need to be brought out. Hapana, tunahitaji hii. Hata Canada kuna watu kama hawa ambao wanapaswa kujitokeza. Kutolewa pabaya. Kutolewa pabaya. That was her wheelchair. Hiyo ilikuwa kiti chake cha kudumu. Just bring it to the public. Don't fear us. Usituogope, leta tu hadharani. Bring it, put it here. Iweke hapa. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante. If you want to see the visitation of this hour, you will see. Ikiwa unataka kuona mtembeleo wa lisa hili utaliona. If you don't want to see, that's another story. We can put you aside and say, okay, we'll handle you later. But those who want to see, please see, let us enter. Lakini ikiwa hautaki kuona, hautaona kabisa. Tutakuweka kando, tuseme wale ambao wanataka kuona, ona na tuingie. Hallelujah. Hallelujah. But I'm saying, lakini nasema, the radio. And then you heard, you are told, go put it there. Kisha ulisikia ukasema enda iweke pale. And you took it and put next to such a person. Ukaichukua ukaiweka kando ya mtu kama huyu. And then when the man of God decreed at Central Park here, kisha wakati ambapo nabii, when these two prophets decreed, wakati manabii hawa wawili walipotangaza, that let the cripples now rise up and walk, kwamba wacha sasa viwete wainuke na watembee. And then kisha the eye healed, the ear opened, the eye can see, the mouth can speak, the leg can walk, everything. Macho ikafunguka, everything together. Kinywa kikaongea, kila kitu kwa pamoja. Singeweza kuongea. I've not been able to speak. Sikuweza kusikia. And I've not been able to hear. I was not able to speak. Neither was I able to hear. Wala sikuwa na uweza wa kusikia. Can you give the microphone to my son there again? Oh, yes. Yes. So because I want her to hold the microphone, because there are certain things we want to underscore here. Tu kidogo sana, sio sana, because tutarudi kwako, huyu ataleta hiyo testimony of the bishop. Unasema mambo mazito yametendeka. Mambo mazito yametendeka kwangu. Na singeweza hata kutembea. Ungeweza hata kutembea? Hata kuongea. Na mbona amenifanya
Bwana amefanya mazito. The Lord has done mighty things. I was not even able to walk, My even son. to hear, even to see. How? Because look, she's the way she's standing, you can cry to death. She's like this. Tazama vile ambavyo amesimama, unaweza ukalia hata kufa. Ako namna hii. She's holding her stomach. Ameshikilia tumbo lake. Meaning, I've been through much. Kumaanisha nimepitia mengi. May the Lord be glorified. Hebu Bwana atukuzwe. Sasa ni sawa kabisa, si ndio? Ni Right sawa. now it is very Can you okay. give me a soda or something, a Fanta? Hii. And in Russia, Na kule Urusi, I need only one miracle like this. nahitaji tu muujiza mmoja kama huu. Then I will harvest the whole Russia. Kisha nitavuna Urusi yote. Thank you. Kunya kidogo kwanza. I will harvest the whole Russia. Nitavuna Urusi yote. I will harvest. Nitaivuna. Yes. Ndio. And then he's saying many things. Anasema mambo mengi. He's saying, Kenya, you are now rich in both miracles and wonders. Anasema Kenya sasa mmejawa na miujiza na maajabu. Nyinyi ni matajiri ya miujiza na maajabu za Mungu. Nyinyi ni matajiri ya miujiza na maajabu za Mungu. Hata Israeli wenyewe wanatamani. Even Israel they long for this. Hata Israeli wenyewe wanatamani hii. This is big. Hii ni kubwa. Because Kwa sababu when I came, nilipokuja I went straight to Menengai alone. Are we able to show that? nilikwenda Thank you, my moja son. kwa moja Thank you, Menengai. Mangola. I bless you. I bless you eternally, my son. Asante Mwangola. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at Angalia that. hiyo, angalia hiyo. Look at the humble beginning. Look at that. Angalia ule mwanzo wa chini. Oh, no, okay, you can see from there. Yes. Look. Tazama. After when they rejected him, Walipomkataa, he shaved all his head and beard, akanyoa kichwa chake, nywele na ndevu. and he said, "Now let me go preach to the mountains and the rivers and the lakes." Na sasa akasema And the wacha rocks. nikwende nihubirie milima na mito na miamba. But the things he said here, Lakini mambo aliyoyasema hapa they shook the entire earth. This one here. yalishtua ulimwengu mzima. And he was hapa. fasting, so he went into fasting because of rejection. Na alikuwa anafunga kwa sababu ya kukataliwa. Yeah. He said, "I will fast and I will go preach to the rocks and the mountains and the seas and Alisema the trees." nitafunga kisha nitakwenda nihubirie milima, mito na miti na miamba. But the things he said here, Lakini in the mambo- middle of this fast, Lakini mambo aliyoyasema hapa katikati ya kufunga huko, There's a quake, the earth trembles. It's a mighty tremor of the earth. Like you see, it's written in scriptures, like in the book of Zephaniah. The Mount of Olive will tremble and split. And so what we'll have is some deep valleys, and the waters will begin thank you so flowing much. down Thank through the you. valleys. Thank you. He shook the earth. alitingiza ulimwengu. The one of Mexico, he said here, Mojawapo ya Mexico aliisema hapo. it became a historic earthquake until this day. Likawa tetemeko la ardhi la kihistoria mpaka wa leo, That happened last year. ambalo lilitendeka mwaka uliopita. So, what am I trying to say to you? Najaribu kusema nini kwenyu? I'm saying that today is a beautiful day. Ninasema kwamba leo ni siku ya kupendeza. Because Kwa sababu when he came, they did not have it. wakati alipokuja hawakuwa nayo. But now look at the fruit of repentance, because you became a classroom for the nations. Sasa tazama tunda la toba, kwa sababu ulifanyika darasa kwa ajili ya mataifa. My daughter Mwararo, is that you? Binti wangu Mararo, ni wewe? So they became a classroom to the nations now. Kwa hivyo wakafanyika darasa kwa mataifa sasa. Now the nations can learn from Kenya and know which way to go to find God. Sasa mataifa yanaweza kujifunza toka kwa Kenya kujua ni njia ipi ya kuendea kumpata Mungu. That's beautiful. Hiyo yapendeza. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Unasema sasa unanyonya tu soda pole pole. Bwana ni mwema. The Lord is good. Bwana ni mwema. The Lord is good. Bwana ni mwema. The Lord is good. Amen, amen. The Lord is Amen. remembering his creatures, his children. Bwana anakumbuka watoto wake, creation. uumbaji wake. Yes, those that were abandoned by the world. Wale ambao waliachwa na ulimwengu, Walitupwa na ulimwengu. walitupwa na ulimwengu, Wakasaulika. wakasaulika. Akatuma nabii. Akamtuma nabii. Sasa Bwana anaanza kuwakumbuka mahali papo hapo, anawatoa nje. And now the Lord is Tafuta remembering anatoa them. nje, He's removing them. wengine wanachomeka kwa moto, sasa anawatoa nje. Maumivu na kulia na upweke yote yameisha sasa. Pain and loneliness and everything and suffering is over now.
machozi yote yameniisha. All the tears ended. Ah, ameniosha yote. He has washed me all. Machozi ameniosha. Kichwa ilikuwa imechomeka mbaya. Nilikuwa nimechomeka baya, nimepona. My head was burnt very badly and now I am healed. I tell you. Nakwambia. Thank you. Asante. Thank you so much. Asante sana. Jesus is really a mighty Lord. Yesu kwa kweli ni Bwana mkuu. The mightiest Lord. Bwana mkuu zaidi zaidi. Mightiest times 1 trillion times mightiest. Mkubwa zaidi mara trilioni. Asante sana. Thank you so much. We are very blessed. Tumebarikiwa mno. Can you sit down? Je, mnaweza keti chini? Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Thank you so much. Asante sana. So can you take up a little bit and run a little bit? 5 minutes. I don't know how long you'll take because we have too many. We have 20 cripples are here. 20. Are here. And then I have another daughter actually who there is one that I spoke from Italy. Kuna mmoja ambaye nilinena kutoka Italia. And then she got up from Palermo. Alafu akasimama kutoka Palermo. Yes, so this is just how complicated this meeting is, right? Basi hivi ndivyo mkutano huu ulivyo na utatanishi mwingi. Pole kabisa, hakuna kurusha yeye, hapana kabisa. Hakuna kurusha yeye kabisa, hakuna hata kidogo. Kabisa, this is someone who just got up from years of flat out, incapacitated, hands cannot move. Huyu ni mtu ambaye now she's on high shoes. That's a good thing. Watch your step. Chunga, watch your step. Come to me as you come. Yeah. She's on high shoes. That's amazing. Sasa amevalia viatu ambavyo viko na mwinuko. I am now displaying the bride of Christ. Sasa anawakilisha biharusi wa Kristo before the nations. Mbele ya mataifa. And at this hour, na katika saa hii, I'm pretty much very complicated right now. Nimetatanika mno sasa hivi. Because now I'm showing the world how the bride looks like. Kwa sababu sasa naonyesha ulimwengu jinsi ambavyo biharusi anafanana. And she'll climb the stairs. Na atapanda ngazi. Thank you, my son Mheshimiwa. Thank you for coming. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. So now, kwa hivyo sasa, unasema Bwana akakusaidia sana. Because I heard you on radio, it really touched me. You are even on high shoes, I'm shocked. Hii mkono ni sawa? Fanya tuone. Ni sawa? Sawa. Yes. Unasema Bwana uko Palermo, uko Italy huko. Ndivyo. When I went, bado uko chini tu, you are still down on the floor. Yeah, I'm carried, I'm done everything. Even you help yourself on the same mattress and everything. No, they use a bucket to carry me inside to relieve myself there. So when I was at home on Sunday, my pastor who came with me. Where is the pastor? With a small radio on a phone? The radio was on phone, right? On a phone, right? Radio ilikuwa kwa simu. Yes, on a phone. Kwa simu. On a phone radio brought to her by phone. Radio ya simu ililetwa kwake. Yes. Ndio. Pastor Abraham, right? We bless you wherever you are. I bless you, my son. Are you coming or not? Okay, he's coming. Thank you. A phone radio, you know, the radio on the phone, and then took to her. She's down there, she's helping herself there. It's been referred where, no, nothing's happening, right? Yes, so thank you, my son. You took a radio, you took a phone. No, but this is powerful. Can you come here? We don't have much time today because I need to give Jenochaka in fact, right now you don't feel good with me because no, you're supposed to run the show. So now, listen, come to me. You're saying you just decided to take your phone, switched on the radio and the phone, put some credit, some bundle, and you took now to the sick person. Yes, my Lord. How old are you, my son? I'm 38 years old. This is powerful. Hii ni nguvu.
Very powerful. ya nguvu sana sana. Because if you want to serve God, you are going to serve him. Kwa sababu ikiwa unataka kumtumikia Mungu utakwenda It's possible kumtumikia. to serve him. Inawezekana kumtumikia. Even just a phone radio you'll take. Hata radio You'll tu ya take it to simu hospital. utaipeleka hospitalini. It's just amazing what's going on in this country. The narrative of this revival, right? In Inashangaza fact, this is the doing of the Holy Spirit, the complexity and name it, right? Hallelujah. So when I heard that you are going to minister in Italy, In Palermo there. Palermo, Italy, I said, let me go because I have faith that the mightiest prophet of the Lord, whenever he says, let us contest his God. And I go and then I hope. Oh, let us contest his God. Eh? Yeah. That is awesome, right? That's very shocking. Eh? Hiyo yashangaza. Let us challenge his God. Hebu changamoto Mungu Yeah, that's wake. very powerful. Hiyo ni ya nguvu sana. I thought so. Nilifikiria I hivyo. thought that is powerful. Yes, Nilikisia let kwamba us hiyo ni challenge his God and see what his God can do. wacha tumchange moto Mungu wake alafu tuone Mungu wake anaweza Na fanya hapo nini. chini kila kitu anasaidiwa pale. And she's down She's there. down there on the mattress. Everything, she relieves herself. She's being helped down there. Yes, mightiest prophet of the Lord. In fact, when How many hospitals? Hold on a second. I went for 4 hospitals. 4 hospitals. That's all. Kapsawar, referral. First, I went at Kapcherop District Hospital. After that, they referred me to Kapsoar Mission. When I went to Kapsoar, they said, we are not going to manage your situation. You go to Eldoret for the further scanning and any investigation. But then after the investigation, they said there is nothing, but the pain was unbearable. And you are still flat on the soil. Yeah. So that is now Eldoret. Which hospital? I went, the last hospital I went was, No, just give me the list of all. the first was, say, Kapcherop District Hospital. Ya kwanza ilikuwa And then Kapcherop, Kapsawar Mission. Kapsawar Mission, Real Hospital Eldoret. Real Hospital I Eldoret. went St. Luke. I finished with Medihill. Medihill, 5 hospitals. St. Luke's na Medihill. Those doctors have tried already. Hao madaktari wamejaribu tayari. Those doctors have tried. Hao madaktari wamejaribu. Because some of the consultants that respond to difficult cases, what is happening? That what? Is doubled or what? What? Thank you very much. Yes. That's fire, right? I tell you. Nakwambia. I tell you. Nakwambia. It's very powerful. Ni ya nguvu sana. Yeah, so those, because some of the doctors that consult with those hospitals are these same surgeons here. They're the same ones that are called upon when there's a difficult case. St. Luke's Hospital, you find them operating there, and they're consulting. So they have examined you. And then so you said, let us try now God. Yes, we said, let us try his God. Because she is now lying down, she can never do anything to herself. Let us try his God. Eh? Nisema wacha tujaribu Mungu wake kwa sababu amelala chini hawezi fanya chochote. And my Lord, to our shock. So you knew he's going to minister in Palermo, the healing service there. Yes, we knew it that very well. And we said, let us try his God. But when we went there and opened the link. So what did you do? You put some bundle? Yes, I bought the kicker bundles for 100 shillings. Alinunua bando ya mawasiliano ya shilingi 100. Thank you. Asante. For 100 bob, that is a little less than $1. Ya shilingi 100, hiyo ni chini a little ya less than $1. $1. Chini ya $1. He got that bundle and put in the phone so he can access internet and connect to Palermo. Akanunua hiyo ili aweze kupata mtandao na kuunganisha moja kwa moja na mkutano uliokuwa unafanyika Palermo, Italia. This is absolutely beautiful what we're having here. Hii yapendeza kile ambacho tuko nacho hapa. This is awesome. Hii ni ajabu. This is awesome. Hii ni ajabu. Because now it's amazing because you're saying 100 bob you put in there and you rush through the villages. You have to cross over. You travel to their home, right? Ulitembea. Yes, my Lord, I traveled to our home. How far is it from you? I think it's around 1.5 kilometers. So you rushed through. Yes.
And then you found the patient being still lying there. I found her sitting down, but I tried to test her, to tell her, please, because he was watching the testimony of Mama Rosa. And I told her, please, I know that it is well, it is in the house. Please get up. You know that it is well is in the house. Yes. Because when I entered the house, the testimony of Mama Rosa was in the screen. Ushuhuda wa Mama Rosa ndio ambao ulikuwa kwa TV. And it was at that point when you said it is well. Okay, no, just a moment. When did you connect on radio? Because you had just rushed home. I want to pick from where you switched on the radio, because you didn't want the radio to be on because you're saving bundle, right? So when I entered the house, I told her, I have good news for you. That the mightiest prophet of the Lord is conducting an healing service in Palermo, Italy. And immediately I opened. Because, sometimes, if you are educated and very conventional and sophisticated, the first thing that strikes you is that, how many kilometers are those? How many, my son, yes? How many thousands? Why are you not sitting over there? They would squeeze for you there, right? Yes, can you sit on the other side? Yes, they will put for you a chair there. Just go there. Because I want where I can always look at you and underscore these things. So the first thing that hits you when you're a professor, jambo la kwanza ambalo na kugonga wakati wewe ni profesa kama yeye, because you will say, but now you want me to receive my healing. Utasema unataka mimi nipokee muujiza wangu, uponyaji wangu. But how many thousands of kilometers are those? Lakini ni maelfu ya makilomita ngapi hizo? Already you are juggling, you are dealing with those issues now of kilometers and what have you. Not knowing that there is the omnipresent, omnipotent God. Bila kujua kwamba kuna Mungu ambaye yuko kila mahali. That we are dealing with here. Ambaye tunakabiliana naye hapa. And his long outstretched arm. Na mkono wake ulionyooshwa mrefu. Reaches the neutron stars where no man can reach. Unafikia nyota za kineutroni mahali ambapo hakuna mwanadamu awezaye fika. Thank you so much, Professor Mahasi. I see you very well. I know it's really chommering you. You want to jump up. It is powerful. Because sometimes you wonder, kwa sababu wakati mwingine unashangaa, in this kind of circumstance, does it add value or it takes away value? Matukio kama haya, je, inaongeza udhamana ama inaondoa udhamana? Because he just said, don't worry, as if Palermo is next door there. Kwa sababu yeye alisema usijali, ni kana kwamba Palermo iko tu hapo kwa mlango. I have good news for you. Kwa sababu alisema na habari njema kwako. Yes, he is going to conduct a healing service as if he's next door here. Anaenda kufanya ibada ya uponyaji, ni kana kwamba iko tu hapo kwa mlango. So talk to me. So then you switched on the radio. I switched on the radio, my Lord, and immediately I heard you that you have already begun the praying for the sick, and immediately you mentioned that now you can raise paralytic from the ground and the blind, and you said amen. And then you said, I will lift up my left prophetic hand. You can do what you cannot do. And then you said, I can see also somebody that his left leg being stretched by the Lord. And at that point, I went there with my wife, and she told her, you please try to do what you can do. And then I also insisted to her that you can now try. This is a matter of faith. And then when she tried, now this is now the point. Alipojaribu sasa hapa ndipo hoja hiko. Because she tried for the first time. Akajaribu kwa mara ya kwanza. She responded, no, to me I'm not able. Because there was so much pain, right? Yeah, I'm not able at all. And then we told him, can you please try? It's a matter of faith. And then at that point, she tried to hold a bed, and then she caught up. And this is what she said at that moment. She said, wow, maombi imefanya kazi. Akajaribu, akashikilia kitanda, akasimama, akasema, wow, the prayers are now working. I told you have to be here. I told you have to be here. There is no other place, it is here. Hakuna mahali pengine, ni hapa tu. You saw it Palermo, changing the north. Look now what happened all the way. Tazama kilichotendeka umbali huo wote. Can you sit down? Je, mnaweza keti? This is very powerful. Hii ni nguvu sana sana. I love Jesus. Nampenda Yesu. He's my Lord. Ni Bwana wangu. And Savior. Na Mwokozi. Redeemer. Mkombozi. And Master. Na Bwana. And King. Na Mfalme.
Can you sit down for a moment? Ketini chini kwa kitambo kidogo. Every testimony you turn to, there is a wonder. Kila muujiza unageukia kuna muujiza. So he came with wonder and power. Kwa hivyo alikuja na maajabu na uweza kulichukua kanisa. Power and wonders. Nguvu na maajabu. On radio, what did you say? That you felt some force? Just say what I heard in the morning. I don't know whether I heard you. I felt some severe pain, and then I tried to stand up, and I stood. Nilihisi uchungu mwingi, nikajaribu kusimama na nikasimama. Then I tried to lift my left leg that was very heavy. That time it was because you used to lift it. So I was being carried this way like. Oh, so you yes, so totally incapacitated then. So when I tried to lift this leg this way, I saw it was very light. Akajaribu kuinua mguu wake ambao hapo nyuma ulikuwa mzito sana. Akapata kwamba ulikuwa mwepesi sana. And Pastor insisted, asking me questions. He told me that, are you sure, Mercy, were you not able to stand? Are you sure, Mercy, were you not able to walk? I told him I'm very sure. And then you started walking or not yet? I started walking. Kisha akaanza kutembea. And walking. Na kutembea. And walking. Na kutembea. And walking. Na kutembea. And walking until today. Na kutembea hadi leo. And walking. Na kutembea. And walking and walking. Na kutembea. And walking na kutembea. and walking until today. Na kutembea mpaka she's still walking. Angali anatembea. Sit down, please, because of time. It is awesome. And at one point, I want people to go back and feast. The food is still there. Kwa wakati mmoja ningependa watu warudi na wakule. It's just awesome to be in the house of the Lord, right? Ni ajabu tu kuwa katika nyumba ya Bwana. Because for many years this was lacking in the house of the Lord. Kwa sababu kwa miaka mingi ilikuwa inakosa katika nyumba ya Bwana. The stories coming from there were very sad. Hadithi ambazo zilikuwa zinatoka kule zilikuwa za kuhuzunisha. Whose daughter has become pregnant there? Ni binti wa nani ambaye amepata mimba kule? Who has abandoned the wife and taken a younger girl there? Ni nani ambaye ameachana na mke wake na kuchukua msichana mdogo pale? But now the fragrance of the aroma of worship that is coming out of the house of the Lord right now. Lakini sasa manukato ya uvumba unaotoka katika nyumba ya ibada sasa hivi iko juu kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Hey, this is beautiful day. Hii ni siku ya kupendeza. I tell you. Nakwambia. This is good. Very good. Nzuri sana. Hallelujah. Hallelujah. That is amazing. Hiyo yashangaza. So anyhow, unasema akatenda mazito pale wakati umetupwa pale. Akatenda mazito wakati nilitupwa pale. He did very mighty things when I was just thrown there. Hali nilikuwa baya sana. I was in a very bad state. Can you give the testimony now? Yes. Yeah, because really we're running out of are you one of them? Okay, thank you so much. For which one now? For who? The doctor. Oh, you are the doctor. Thank you, Daktari. Come, thank you. Asante Daktari, asante. Thank you so much with the doctors who come to volunteer to testify, to say that Jesus, I know him. Asante madaktari ambao wanajitolea kuja kushuhudia na kusema huyo Yesu namjua. Which one is Pole Usigonge? Which one is this now? Ni gani sasa? Oh, Mercy Rotich. So these are the tomography, the readings where they are going through things, they are not finding anything. They say you need to learn to be like that for life, right? It was now not starting to look, it was starting to look bad now. Ilikuwa sasa ni mbaya, inaonekana mbaya sasa. Everything, these are MRIs or? Yes, it's unbelievable. Yes, shangazi. Unbelievable. Yes, shangazi. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. It's amazing, and all the medical documents are in here. This is amazing. Hii ya shangazi. This is a big day. Hii ni siku kubwa kabisa. Thank you. The Messiah is coming. Asante, Mesia anakuja. Hallelujah. Hallelujah. The bishops, this is big, right? Maaskofu sini kubwa. It's as if after we have a Thanksgiving here with everybody, I have to call you the bishops so we can have our own now. Hallelujah. Because we have to debrief on this one, right? This is powerful. Hii
ni ya nguvu sana. So thank you so much. Now. Asante sana. So can you just run us, I don't know how long it will take you because we don't have much time, but on the situation with Muthoni, Catherine Muthoni. Lakini I told them to put you as number 1 among those who were picking to come. Ile hali ambayo Catherine Muthoni alikuwa nayo, niliwaambia kuweke nambari 1 miongoni mwa wale ambao wameponywa. My lords, mabwana wangu, the two dreadful witnesses mashahidi wawili wa kutisha of Revelation 11, wa Ufunuo wa Yohana mlango wa 11, the two lampstands vinara viwili and the two olive trees na miti ya mizeituni miwili that stands before the Lord of all the earth. asimamaye mbele ya Mungu mkuu mwenyezi. Before the Lord my Lord is Catherine Muthoni Mugongo. Mbele ya Bwana wangu ni Catherine Muthoni Mugongo. She is 40 years. Ako na umri wa miaka 40. And she suffered chronic epilepsy. Aliteseka gonjwa la kifafa. And total loss of memory. Na hata akapoteza kumbukumbu yake. Catherine Muthoni was born as a normal child. Catherine Muthoni alizaliwa kama mtoto wa kawaida. But that when she was 10 years old, lakini alipofika umri wa miaka 10, that the time she developed seizures. Huo ndio wakati alianza kuzirai kuanguka. And then from there the family began to reject her. Tokea hapo jamii yake ikaanza kumtelekeza, kumwacha. Because of the problem she undeveloped. Kwa sababu ya shida alizokuwa nazo. She was taken to Tumutumu Mission Hospital. Akapelekwa kwenye hospitali ya Tumutumu. And Tumutumu referred her to Nyeri Referral Hospital. Na hospitali ya Tumutumu ikampa rufaa kwenda hospitali ya Nyeri. She was being treated in and off from Nyeri Teaching and Referral Hospital. Alikuwa akitibiwa kwenye hospitali ya Nyeri mara kadha akienda na kurudi. The grandmother was taking care of her. Nyanya yake alikuwa akimshughulikia. Because all the family members rejected her because of her condition. Kwa sababu ya watu wa jamii yake walikuwa wamemkataa kwa sababu ya hali yake. Now when Catherine Muthoni was 20 years. Basi wakati Catherine Muthoni alifika umri wa miaka 20, the grandmother who used to take care of her died. Nyanyake alokuwa akimshughulikia akafa. And then Catherine Muthoni was left alone. Na kisha Catherine Muthoni akaachwa peke yake. Now one day when she was preparing a meal for herself. Siku moja alipokuwa akiandaa chakula chake. On the side of the jiko. Kando ya jiko. Then she converged as she was preparing a meal. Kisha akaanguka wakati alikuwa akitengeneza chakula kile. And then she fell in the fire with her head. Akaanguka kwa kichwa chake ndani ya ule moto. And she burned there. Na akaungua mle. Until the fire was off. Hadi moto ule ukazima. After 4 days. Baada ya siku 4. At the time the neighbors and also the chief. Wakati hulo majirani pamoja na chifu. Understood that for 4 days they have not seen Catherine Muthoni. Wakagundua ya kwamba kwa siku 4 hawakuwa wamemuona Catherine Muthoni. So they went to her house to check on her. Basi wakaenda kwa nyumba yake ili kwamba wapate kumtazama. Only to find her lying on the side of the fire. Wakampata tu amelala kando ya moto. My lords, mabwana wangu, she sustained very burned that day. Alinusurika na kuungua kukubwa sana. On the left of her head. Mkono wake kwa kichwa cha sehemu ya kushoto ya kichwa chake. And then they took her. Kisha wakamchukua to Karatina District Hospital. Wakampeleka kwenye hospitali ya district ya Karatina. And she was admitted for 8 months. Basi akaingizwa kule kwa miezi 8. Because of the severe burns she underwent that day. Kwa sababu ya kuungua kule kubaya ambako alipata. Then the time she was being discharged. Wakati alipokuwa akitolewa kule hospitalini. Because of the bill she accrued. Kwa sababu ya bili ambayo ilikuwa imekuwa kubwa sana. And there was no one to pay for her bill. Na hapakuwa na mtu yeyote wa kulipia bili ile. They detained her for 4 other months in the hospital. Wakamweka hospitalini kwa miezi 4 zaidi. It is at that point ni wakati huo that the social workers intervened. Ambao wale wafanyakazi wa social workers wakaingilia kati. That is in Karatina Hospital. Kwenye hospitali ya Karatina. And they helped her to clear the bill. Na wakaingia ili watoe hiyo bili. Then she was
she was discharged from the hospital. Kisha akaachiliwa toka hospitalini. Now she returned home and again she was staying alone. Akarejeshwa nyumbani na tena akaanza kuishi peke yake. One day, siku moja, she was angry. Alikuwa na njaa. And she climbed on a mango tree. Huku akipanda mti wa mwembe. At least to get some fruit from the mango tree. Angaa apate tunda la embe. On the top of the tree, kwenye kilele cha ule mti, she converged again on the tree. Tena akaanguka toka kwenye ule mti. My lungs, mabwana wangu, as she was falling from the tree, ni wakati ule alipokuwa kianguka toka kwa ule mti, her left leg, mguu wake wa kushoto, was trapped by the branches. Ukanaswa na ile na mti. And that leg, na mguu ule, broke 3 times. Ukavunjika mara 3. She was hanging and the head was down. Alikuwa akining'inia huku kichwa chake kinaangalia chini. And when the branch broke, wakati mti ule ulivunjika, she fell down on her head again. Akaangukia kichwa chake tena. And I remember one of the bones came out. One of the bones came out of her leg, the flesh. Yes, please, my lord. One bone shot out. Nakumbuka mfupa mmoja wa mguu wake ukatoka nje ya nyama hivi. Yes, when the leg was dropped by the tree, by the branches, wakati mguu ule ulinaswa kwa ule mti, one bone protruded out of the flesh. Mfupa mmoja ukatokeza ndani ya nyama ya mguu yake. And then from the point she was taken by some people. Wakati huo watu fulani wakamchukua. And then she was rushed to Nyeri Referral Teaching and Referral Hospital. Akakimbizwa kwa hospitali ya rufaa ya Nyeri. And then Referral Hospital she was admitted for 5 good months. Akalazwa kule kwa miezi 5. Due to failure to meet the hospital bills, kwa sababu hangeliweza kulipia gharama ya hospitali, she was again detained for 2 more months. Mara tena akawekwa pale kwa miezi 2 zaidi. In the same hospital. Katika hospitali ile ile. After 7 months, baada ya miezi 7, she was released and she was taken home. Akaachiliwa na akaenda nyumbani. Alone again to feed herself. Mara tena ili peke yake akaanza kujilisha. And then because she was alone, na kwa sababu alikuwa mpweke, again she was preparing a meal for herself. Mara tena alikuwa akiandaa chakula chake mwenyewe. As she prepared the meal, wakati alipokuwa akiandaa kile chakula, again she convulsed. Mara tena akaanguka. And then her right leg, na mguu wake wa kushoto, this time loud, wakati huu sasa, her right leg now was in the fire. Mguu wake wa kulia ukaanguka kwenye moto. And the right leg burned in the fire. Mguu wake wa kulia ukaungua kwenye moto ule. And she lost her 2 toes in the fire. Akapoteza vidole vya mguu kwa moto huo. When you look at her right leg, unapotazama mkono wake wa kulia, she don't have 2 toes. Hana vidole viwili vya mguu. And then again she was taken to hospital. Mara tena akakimbizwa hospitalini by well wishers. Na watu wasaidi wa Samaria wema. She was taken to hospital to Mary Immaculate Mission Hospital. Akapelekwa hospitali ya Mary Immaculate Mission Hospital at Mwaiga Nyeri. Kule Nyeri. And she was admitted, that was the year 2016 August. Wakati alilazwa kule mwaka 2016. And she in December, that is this 2016 December. December mwaka 2016 to 2017. Hadi mwaka 2017. That is August. That is around 9 months again in hospital. Hiyo yapata miezi 9 mara tena kwenye hospitali. That the time now the bill accrued to 917,500. Gharama ya hospitali ikaenda hadi shilingi 1917. She could not raise, hangeliweza kujimudu the bill, kulipia gharama hiyo. The hospital could not raise her. Na hospitali hiyo pia haingeliweza kumwachilia. Our condition in the hospital now began to worsen. Ni hali ambayo hospitali hiyo ikaanza kuwaza. And then in the hospital, na tena kwenye hospitali, that is the time now our aunt, hapo ndio wakati shangazie, the aunt was here, shangazi wake aliyoko hapa,
came for our help akakuja kumsaidia in the hospital. hospitalini. That was the year 2018. Huo ni mwaka wa 2018. She was detained in hospital for all that long. Alikaa hospitalini kwa miezi hiyo yote. And in March this year 2018, Machi mwaka huu, mwaka 2018, that's now the time the Aunt Jacinta Wamboi took her. Huo ndio wakati shangazie Jacinta Wamboi alipomchukua. And went with her to Nanyuki. Akaenda naye kule Nanyuki. And began to stay with her. Akaanza kuishi naye. Now when she was being released from hospital, basi alipokuwa akiachiliwa toka hospitalini, when the aunt was taking her, wakati shangazie alikuwa akimchukua, that the time she was given this wheelchair. Huo ndio wakati alipewa kiti hiki cha magurudumu cha walemavu. Because she could not walk. Kwa sababu hangeliweza kutembea. My lords, mabwana wangu, the things that Calvin could not do, kitu ambacho hospitali hangeweza kufanya, as a result of epilepsy, kama suluhisho kwa kifafa, she could not stand, hangeliweza kusimama, she could not walk, hangeweza tembea, she could not talk, hangeweza ongea, she could not hear, hangeweza sikia, she couldn't turn herself in the bed, hangeliweza kujigeuza kitandani, she could not take herself to the toilet, hangeliweza kujipeleka kwenye choo. She used to leave herself in the bed. Alikuwa akienda choo kwenye kitanda chake. Her left eye could not close. Jicho lake la mkono wa kushoto halingeweza kufunika. My lords, when she burnt on the left side of her head, mabwana wangu, alipoungua sehemu yake ya kushoto ya kichwa, the left eye could not close. Jicho lake la kushoto halingeliweza kufunguka. Because of the contractures. Kwa sababu ya hiyo contractors. And the eye was left open. Na jicho lake likasalia limefunguka. Now the dust could come. Basi hata vumbi ingelikuja. She could not close her eye. Na kuingia kwa jicho lake na hangeliweza kulifumba. At the time now the aunt used to use the tetracycline. Hiyo ndio wakati shangazie alikuwa akitumia dawa ya tetracycline to clean the eye. Ili asafishe jicho lile. She could have seizures 2 times a day. Angeliweza kuanguka mara 2 kwa siku. And then she was treated with many drugs. Na tena alitibiwa kwa madawa mengi. Like Tegretol, kama Tegretol, Alloperidol, Flaxofin, Tramadol, Modicate, like a mental person, because also she lost her memory because of the problem. She also lost her memory. Kwa sababu ya shida hiyo pia alipoteza kumbukumbu yake. And also she was enrolled and registered as a member of persons with disability of Kenya Society. Alisajiliwa kama mtu aliye na ulemavu katika Kenya Society. She was given this wheelchair. Akapewa kiti hiki cha magurudumu cha ulemavu. And as you see this wheelchair, na jinsi unavyoona kiti hiki cha ulemavu, there is a belt here. Kuna mkanda mle ndani. In this belt, kwenye mkanda huu, because of the seizures, kwa sababu ya kuanguka, when the aunt took her to bask in the sun, wakati shangazie alimpeleka kwenye jua ili aweze kuota jua, she used to tie her with this belt. Alikuwa akimfunga kwa kamba hiyo, so that every time she converged, ili kwamba ikiwa angelianguka, she could remain in the same wheelchair. Basi angelisalia kwenye kiti hicho pale. Now when the aunt comes in the evening, basi wakati shangazia angelirejea jioni, now she could take her again back to the house. Basi angelimrejesha tena kwa nyumba. Even the rain, when Catherine was outside in the rain, hata katika mvua, wakati Catherine alikuwa kule kwenye mvua, she could not help herself to go back to the house. Angaliweza kujimudu kujirejesha kwa nyumba mwenyewe. She could be rained on, angelinyeshewa, until the time the aunt will come home in the evening. Hadi wakati shangazia angelirejea jioni. Now, sasa, on 10th of June, tarehe 10 Juni, we all remember that we gathered in stadiums. Sote tunakumbuka ya kwamba tulikusanyika kwenye viwanja mbalimbali all over the nation of Kenya. Kote kwenye taifa la Kenya. And then Nanyuki were
gathered at Central Park. Na Nanyuki walikuwa wamekusanyika pale Central Park. At around 5 p.m. as we were concluding the healing service. Saa 11 jioni tulipokuwa tukitamatisha mkutano. After the two dreadful witnesses declared healing. Wakati nabii mkuu zaidi wa Bwana mashahidi wawili wa kutisha walipotangaza uponyaji. And many cripples stood up and walked away. Na viwete wengi mno wakasimama na kwenda zao. At around 5 p.m. in the evening. Ilipowadia saa 11 ya jioni. Now by the time the aunt came in the field. Hiyo ndio wakati ambao shangazie alikuja kwenye uwanja. And then she called some people. Na kisha akawaita watu fulani. And asked them. Akawauliza. What was happening here? Ni nini kinachoendelea hapa? Then they told her. Wakamwambia. That in this Central Park cripples have walked. Ya kwamba katika uwanja huu wa Central Park na nyuki viwete wametembea, vipofu wameona. And then the aunt said. Kisha shangazie kasema. I have a sick person in the house. Hata mimi ninaye mgonjwa kule kwangu nyumbani. Then the ushers went with her in the house. Mashemanzi wakaenda naye paka kwake nyumbani. And then they found Catherine Modoni in the house. Wakampata Catherine Modoni akiwa nyumbani. She was bedridden in the house. Alikuwa amelazwa kitandani. Now at that healing service of 10th June. Baada ya mkutano huo uponyaji tarehe 10 Juni. We remember. Twakumbuka. Then again breaking news came. Habari za kipaumbele zikaja. About the word explosion. Na kwamba kutakuwa na mlipuko wa neno. That was coming to Central Park. Ambao ulikuwa ukija Central Park. Which ended up to be a healing service. Ambao ulitamatika katika mkutano wa uponyaji. It is that other time. Ni wakati huo. The some ushers now went back to Catherine Modoni. Mashemanzi wale walirejea kwa Catherine Modoni. That is to Jacinta Wamboi. Kwa Jacinta Wamboi. And they told Jacinta Wamboi, the aunt to Catherine Modoni. Wakamwambia Jacinta Wamboi, shangazie Catherine Wamboi. Now we have come to you with good news. Sasa tumekuja kwako na habari njema. We have come to you with good news. Tumekuja kwako na habari njema. The men of God, the two dreadful witnesses. Nabii mkuu zaidi wa Bwana mashahidi wawili wa kutisha. On 7th and 8th. Tarehe 7, tarehe 8. They will conduct a healing service. Watakuwa na mkutano wa uponyaji. At Central Park, Nairobi. Uwanja wa Central Park, Nairobi. And then the aunt said. Kisha shangazie kasema. I will try to go to the meeting. Je, tuweza jaribu kwenda kwa mkutano ule? But then the ushers told her. Lakini mashemanzi wakamwambia. Because of the condition of Catherine Wamboi. Kwa sababu ya hali Catherine Modoni. Kwa sababu ya hali ya Catherine Modoni. This is the aunt here. Huyu ndiye shangazie hapa. The ushers told her. Mashemanzi wakamwambia. Because of the condition. Kwa sababu ya hali yake. She can remain in the house. Anaweza salia kwa nyumba. But make sure. Lakini hakikisha. That you put the radio on our side. Ya kwamba umeweka radio kando yake. Hallelujah. Hallelujah. We all remember. Twakumbuka sote. We all remember. Sote twakumbuka. 7th and 8th. Tarehe 7, tarehe 8. July 2018. Julai mwaka 2018. When we gathered at Central Park. Wakati tulikusanyika pale Central Park. And the crowd of the meeting. Na kusanyiko la mkutano pale. Was calm. Ulikuwa umetulia. Was silent. Ulikuwa umetulia, umenyamaza mnyamavu. On Saturday. Jumamosi. When the two dreadful witnesses. Wakati mashahidi wawili wa kutisha. Came in the crowd of the meeting. Walipokuja katika uwanja wa mkutano. Jacinta Wamboi. Jacinta Wamboi. The aunt. Aliyeshangazie. Then she remembered. Akakumbuka. Today is 7th. Leo ni tarehe 7. And the meeting. Na mkutano. Might have started. Huenda umeanza. Then she ran to the radio. Akakimbilia radio. Then she tuned the radio. Akafungulia radio yake. Only to find. Kupata tu. That was the very time. Huo ndio wakati hasa. The two dreadful witnesses. Mashahidi wawili wa kutisha. Were declaring. Walikuwa wakitangaza. Rise up. Uponyaji. The cripples. Viwete. Then she found. She found. Akaisi. That the very moment. Wakati huo. The two dreadful witnesses. Mashahidi wawili wa kutisha. Were saying. Walikuwa wakisema. Cripples. Viwete. Rise up and walk. Mutembee kwenda zenu. And then. Na wakati huo. She took the radio. Akachukua radio. And read the radio. Akakimbilia na radio. And put on her side. Akawenda kando yake. Remember. Kumbuka. She could not hear. Hangeliweza kusikia. Even as
kuhisi uchungu wowote. Because the sense to feel had also died. Na hisia za kuhisi zilikuwa zimekufa. She could not hear. Angeweza kusikia. She could not talk. Angeweza ongea. She could not speak. Angeweza ongea. She could not also see. Angeweza ona. Then the aunt came with the radio. Na kisha shangazia kaja na radio. At that time, wakati huo, at Central Park, waka pale Central Park, where the two dreadful witnesses, wakati mashahidi wawili wa kutisha, they prayed a very short prayer. Wakaleta ujumbe pale. Then she left with the radio. Akachukua na radio and put on her side. Akaweka kando yake. And then she left the radio there. Akawacha radio ile pale. And then she went to do her duties. Akaendelea na shughuli zake. Then the healing service continued. Ibada ya uponyaji ikaendelea. She was still in the bed. Alikuwa angali kitandani. That was Saturday. Hiyo ilikuwa Jumamosi tarehe 7. Now Sunday, Jumapili, she was still there in the bed. Alikuwa angali kitandani. The healing service was still on and the radio was on her side. Ibada ya uponyaji ilikuwa inaendelea na radio kando yake. She could not hear. Hangeweza sikia. She could not speak. Hangeweza ongea. She could not feel. Hangeweza hisi. She could not see. Hangeweza ona. She could not move. Hangeweza songa. She was helping herself in the bed. Alikuwa akijisaidia kitandani. And then come Monday. Ilipowadia Jumatatu. Jumatatu. Our daughter was left home. Binti ya shangazie alikuwa ameachwa nyumbani. Our daughter was left, the daughter to the hunt. Binti ya shangazie alikuwa ameachwa nyumbani. Was left home with Catherine Modhoni. Alikuwa amemuacha na Catherine Modhoni nyumbani. And then kisha the daughter went to her. Binti akamwendea. And then she found akagundua that Catherine Modhoni, ya kwamba Catherine Modhoni anaweza ongea. She could not talk on Monday. Anaweza ongea on Monday. Na tena. And then kisha this is not simple. You people, enyi watu, this is not small. Isi kidogo. This is not small. Isi kidogo. This is not small. Hapana, isi kidogo. It isn't small. Isi kidogo. Hallelujah. Hallelujah. The daughter. Bintiye. The daughter called the mother. Bintiye kamwambia mamake. The daughter called the mother. Binti kamwambia mamake. Not the aunt. Yani shangazie. I said. Akasema. Mom. Mama. Today. Leo. Tumebonga na Modhoni sana. Tumebonga na Modhoni kweli kweli. We have talked with her a lot. Tumeongea na Modhoni. Then kisha Jacinta thought. Jacinta akafikiria. She must be praying with me. Huenda ananichezea akili. She must be joking with me. Huenda ananichezea akili. It is not possible. Haiwezekani for Modhoni to be talking. Ili Modhoni aweze kuongea saizi. Because she is a teacher. Kwa sababu yeye ni mwalimu. At her duties. Na kwa kazi zake. When she came home. Wakati anarejea nyumbani. She peeped through the window. Huwa anachungulia kwa dirisha. She peeped through the window. Anachungulia kwenye dirisha. On that day, she peeped through the window. Kwa siku hiyo alichungulia kwa dirisha. Because of what the daughter told her. Kwa sababu ya kile bintiye alikuwa amemwambia. Then when she peeped through the window, wakati alichungulia kwa dirisha, she found akagundua Modhoni was seated in the bed. Modhoni alikuwa ameketi kwa kiti. Was seated on the bed. Ameketi kwa kiti. She was seated on the bed. Alikuwa ameketi kwa kiti. Then she peeped and saw Modhoni seated. Alipochungulia akapata ameketi. She was wondering. Alikuwa akishindwa. What is happening? Ni nini kinatendeka? Who helped her to sit down? Ni nani alimsaidia kuketi? Then she entered now the house. Basi akaingia kwa nyumba. She came to the Modhoni. Akakuja kwa Modhoni. And asked Modhoni. Akamuuliza Modhoni. Who helped you to sit down? Ni nani alikusaidia kuketi? Then Modhoni said. Modhoni akasema. By myself. Niliketi peke yangu. She spoke. Akasema. She responded. Akaongea akajibu. She responded. Akajibu. To mean. Kwa kumaanisha. She could now hear. Sasa aweza sikia. She could now hear. Sasa angeweza kusikia. That's the reason why she was able to respond to her. That's the reason why. Ndio
sababu she was able to respond to her. angeliweza kumjibu. Because the aunt asked her. Kwa sababu shangazi alikuwa But amemuuliza, who helped you to sit ni down? nani aliyekusaidia kuketi? Then she said, Na kisha akasema, by myself. niliketi mwenyewe. No, she said, no, that is not true. Akasema hapana, hiyo si kweli. That is not true. Hapana, hiyo si kweli. And then, Kisha when as they were talked, walipokuwa wakiongea, now the time now the aunt had discovered. huo ndio wakati shangazia aligundua, Would it be true? je, yawezekana kuwa That kweli Catherine Modoni ya kwamba Catherine has Modoni now been healed? sasa ameponya? Has now been healed. Ameponywa. And then, Kisha that day, siku hiyo they talked a bit. wakaongea kidogo. And then, Kisha when she prepared the meal, I think so, wakati alipoandaa chakula and brought to her, akamletea chakula, because her hands were very weak, my lord, kwa sababu very weak. mikono yake Very ilikuwa weak. dhaifu kweli kweli, She dhaifu. was being fed. Alikuwa akilishwa kihalisia. Then she fed herself. Kisha akajilisha mwenyewe. But now on the second day, Lakini siku ya pili when she went to school, alipoenda shuleni, the second day when they came home, siku ya pili aliporejea nyumbani, they peeped tena akachungulia and they through the window, kupitia kwa dirisha, and then they saw wakamuona Catherine Modoni was outside. Catherine Modoni ako nje, Was out. yuko Was nje, outside now. ameenda nje sasa. What? I was outside. Alikuwa nje. I remember. Nakumbuka By herself. yeye mwenyewe She was outside the house. alikuwa nje ya nyumba, And then she wondered, na kisha akashindwa who helped her to go out? ni nani alomsaidia kwenda kule nje. And then they peeped. Kisha They were looking at her from a distance through the window wakaanza kumwangalia toka mbali kupitia kwenye to dirisha, see what Modoni was doing. waone ni nini hicho Modoni anafanya. At the time, Wakati huo now they saw her. sasa wakamuona She had some fruit and she was eating. alikuwa na tunda, alikuwa kila, She was peeling the fruit and eating the fruit alikuwa akitoa maganda ya tunda na akila by herself from yeye outside. mwenyewe, akila uko nje. My lords, Mabwana wangu, Catherine Modoni Catherine Modoni suffered multiple disabilities. aliteseka ulemavu ama uwete na wingi sana. She was completely bedridden. Alikuwa amelazwa kitandani kikamilifu. On the third day, Kwa siku ya tatu, when the aunt went to her bed, wakati shangazie alienda kitandani pake, then she found, kisha akagundua Allah, wala the bed is dry. kitanda ni kikavu, The bed is not white. kitanda kiko na unyevunyevu. And then she said, Kisha akasema could be we are not giving you enough fluids. huenda hatujampatia maji ya kutosha. That's the reason why Hiyo ndio she has sababu not urinated on herself. hajajikojolea. Then they gave her more sodas, Wakampatia soda nyingi, more water, wakampa maji, and the bed still remained dry. na kitanda kile kikasalia kikavu. Because this time, Na wakati huu sasa she could go to the washroom angelienda kwa choo mwenyewe, by herself. yeye mwenyewe, By herself. yeye mwenyewe And help herself in the washroom. ajisaidie kwele msalani, And then go back again to the bed or out. na kija arejeshe kwenye kitanda chake. Then the daughter Binti wake brought her some potatoes akamletea viazi to see whether she is able to peel. aone kama kweli anaweza toa ngozi yake. She gave her the potatoes, Akampatia vile viazi, and then they went away to peep at her. kisha wakaenda mbali ili wamchungulie. She peeled the potatoes. Akachonga vile After viazi, peeling the potatoes, akachonga she viazi, took to the kitchen and started to watch the potatoes. akapeleka jikoni na kuosha viazi She hivyo. began. Akaanza Now when the aunt and the daughter came wakati shangazie na bintiye to wakaja, her, wakamjia. then Modoni said, Kisha mdhani akasema, kumbe there is a lot of work in this kitchen and you have never told me to help you. kumbe kuna kazi nyingi jikoni na mjai niambie niwasaidie. Hallelujah. Haleluya! We have been visited. Tumetembelewa! We have been visited. Tumetembelewa! We have been visited. Tumetembelewa! Hey, the two dreadful witnesses. Mashahidi wawili wa kutisha, The two angels. malaika wawili, The two olive trees. mizaituni miwili, The message
ujumbe of Malachi chapter number 3. wa Malaki mlango wa 3. Elijah, the great prophet, is here. Elia nabii mkuu yuko hapa. Yuko hapa. He is here. Yuko hapa. He is here. Yuko hapa. Don't wait for another. Usingoje mwingine. Look at the marks. Tazama alama. Look at the marks. Tazama alama of Elijah, ya Elia, the great prophet. nabii mkuu. Look at the marks. Tazama alama. Hey. 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 My lords, mabwana wangu, my lords, allow me to say, from that day, tangia siku hiyo, she has never converged until today. Hajawahi anguka kifafa hadi leo. Sijaanguka tena. Na sijaanguka tena. I have never convulsed again. Nilikuwa nimechomeka. I had burnt. Na sasa nimepona. And now I am healed. Nimepona. I am healed. Eh, It is true. Mungu amenipenda. I love the Lord. The Lord has loved me. Bwana amenipenda. The Lord has loved me so much. Na ameniponya. And He has healed me. Na singeweza kuongea na ninaongea. I could not speak, but now I can speak. Na hata kutembea singeweza kutembea. And I could not even walk, Na ninatembea. but right now I can walk. Na hata kusikia singeweza kusikia, ninasikia. I could not even hear before, but right now I can hear. Bwana ni mwema. Ametenda mema. The Lord has done good thing. Na Mungu ametenda mema. The Lord has done good thing. Mungu hajatenda nini mbaya. The Lord has not done anything wrong. Na Mungu ametenda mema. The Lord has done good thing. Anafanya mema. And He has done good thing. Ametenda mema. He has done a good thing. Amefanya mema. He has done good things. Ametenda mambo mema. And He has done good things. Anafanya mema. And He is doing a lot of good things. Amefanya mema. He has done good thing. Na Bwana amefanya mema. And the Lord has done a good thing. Amefanya mema. He has done a good thing. Anafanya mema. And He has done a good thing. Anafanya mambo mema. And He is doing good things. Na anafanya mambo mema. And He is doing good things. Anafanya mema. He is doing good things.
Anafanya mema. He is doing good things. Anafanya mema. He is doing good things. Amen. Na huyu ni auntie yangu. She is my aunt. Tunakaa na auntie. I stay with my aunt. Namjua. And I know her. Najua yeye. I know her. Najua yeye. And I know her. Namjua. I know her. Ninajua yeye. I know her. Allow me also to say niruhusu niseme her face was full of sorrow. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni. All. Hangeliweza kutabasamu kabisa. Now she has a smile from the day the Lord touched her. Lakini tangia Bwana alipomguza anatabasamu. Thank you so much, my lords, the two dreadful witnesses. Thank you very much. Let me say this at the peak of this. Wacha niseme hii kwa kilele cha hiki. The toes have been cut by fire, the legs burned, the head burned. Vidole vya miguu vimechomwa kwa moto, kichwa kimechomwa. I want to say this to all of you here. I know most of you are pastors and overseers. Ningelipenda kusema haya kwa wote, maana najua nyote ni wachungaji washirikishi. Don't destroy this. Usiharibu hii. Let none of you ever be caught. Wacha yeyote miongoni mwenu asipatikane in sexual immorality with a woman. Katika dhambi ya uasherati na ngono na mwanamke. Don't try to soil this. Usijaribu kuharibu hii. You cannot touch this glory. Hauwezi kuguza utukufu huu. Because this is too great. It's too awesome, this glory right now. Kwa sababu utukufu huu ni wa ajabu sana sasa hivi. Let none of you ever be found in your churches lusting at girls in your churches. Yeyote miongoni mwenu asipatikane akitamani wasichana katika makanisa zenyu. You'd rather step down. Afadhali ujiuzulu. Because then the Lord will show me. Kwa sababu basi Bwana atanionyesha. And you know I'll just kick you out. Na unajua kwamba nitakuweka nje. Nitakutupa. Nitakutupa nje. Yes, kukuweka lakini nitakupiga teke nje. Nitakupiga teke nje. I'll just kick you out. Nitakutupa nje. Because this can this be touched? Je, hii inaweza kuguzwa? It cannot, yes. Haiwezi, ndio. So please not to be found at all. Tafadhali usipatikane kamwe in this. Katika hii. In trying to lust at women or bring corruption in your altars, don't do that. Kwa kujaribu kutamani wanawake ama kuleta ufisadi katika madhabahu zenyu, usifanye hivyo. If it is blessing you for your provisions, I've already blessed you. Right? Kama ni kubariki kwa ajili ya utwalizi wenyu, tayari nimewabariki. And you know that the Lord has blessed you immense. Na mnajua kwamba Bwana amewabariki tele. But please don't touch this one. Lakini tafadhali msiguze hii. This one takes people to heaven. Hii inapeleka watu mbinguni. This glory. Utukufu huu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I don't want to hear that you are associating with false apostles or false we don't do that here. But I'm just saying it as a caveat, as a warning, an overriding warning to all in case, you know. I'm just saying in case you are deluded and there's a bit of a misunderstanding. Naisema tu labda pengine umepotoshwa ama kuna kutoelewa kwamba tafadhali. For this you separate out from any falsehood. Kwa ajili ya hii itabidi ujitenganishe kutokana na uongo yoyote na hiyo uovu yoyote ya manabii wa uongo na watume wa uongo ambao wako wengi sana Kenya hii. Kwa ajili ya hii itabidi ujitenganishe na uongo wote na mitume wa uongo na manabii wa uongo ambao ni wengi katika Kenya hii. Yes, thank you. So just that cripple, just bring him straight here because I think we are calling all the cripples here now. Huyo kiwete mulete tu hapa kwa sababu naita viwete wote hapa sasa. Yeah, and so this is a beautiful story. Basi hii ni hadithi ya kupendeza. Again, tena
whether you are an elder in the church, iwe wewe ni mzee wa kanisa, you know the way the devil sometimes plays around at workplaces where you receive what I call external insults or assaults from the world, you know. Unajua wakati mwingine jinsi ambavyo shetani afanya kazi kazini, na sema kwamba yale mapigo external insults. Just translate me if you don't mind. I'll get somebody else if mapigo ya kutoka nje, or external assaults, ama vita kutoka nje, matusi kutoka nje. And then you find that because at workplace so you're trying to compromise, don't do that. Alafu unapata hiyo kazini mwako, alafu unajaribu kupatana, usifanye hii kwa sababu ya hii hapa. And the bishops and the pastors, you know, if there's any place where you get humbler, makes you more humble, it is this one here. Na maaskofu na wachungaji, kama kuna mahali ambapo inakufanya unyenyekee zaidi, ndio hii sasa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I don't say that always because I know you are wise, you're prudent in your operations. Sisemi hiyo kila mara, manake najua nyie mna hekima, mnafanya vyema kulingana na uwezo wenu. Don't touch this glory. Kwa hivyo tafadhali usiguze utukufu huu. This is too awesome. Hii ni ajabu sana. And now the Lord Jesus can get a smile. Na sasa Bwana Yesu anaweza pata tabasamu. Nani, kuna kiweta atapita hapo. Leta kamera yako mbele hapa hivi. Kiweta pita hapo. So the worship teams lasting at girls in the worship, please don't do that, you know. Vikundi vya kuabudu kitamani wasichana katika vikundi vya kuabudu, usifanye hivyo tafadhali. Thank you so much. Oh, another cripple is coming. Pole tu. Thank you. Let me bless you, my son. Asante. This is amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Thank you indeed. Thank you. Pole. So this is the situation here now. They are on their feet. They can get the restroom. They can come back. So worship team, I think where there is a bit of deception, where the devil sometimes can lie to people, is the so-called worship pastors. I don't know why I've used so-called. The worship, not worship, but I mean youth pastors, right? And worship pastors, right? They interact with the girls in the worship teams, right? So I know that you are above reproach, right? Are we speaking? Yes, you are above that, right? Muko juu ya hiyo. Because here you do such, the Lord will strike you, you know that. Kwa sababu hapa ukifanya hivyo Bwana atakugonga, mwajua hiyo. The rules are very clear here. Sheria ziko wazi. The two are walking here, right? Wawili wanatembea hapa, sawa? Yeah, so the Lord will strike you. So I mean, you can choose and do everything you want, whatever you want, but just know that the Lord is watching this because this is for the glory of Christ. Wewe chagua ufanye chochote utakachofanya, lakini ujue kwamba Bwana anatazama hii kwa sababu ni utukufu wa Kristo. Yes, so you don't, wherever you are out there, is there anybody associating with false people out there? Je, kuna mtu yeyote ambaye anajihusisha na watu wa uongo kule nje? None, right? Yeah, for us it's easy. It's a no, right? It is something you don't have to be taught, right? Because you see all these things. So I see that the cripples are coming. This young man stood up like this, eh? Kijana. Oh, okay, a translator. Are you going to help me get a translator? Please do. This is a serious ministry. So you need to get a very serious translator, okay? Yes, someone who is really on it, you know? Yes, because of time. We don't have much time. So are you going to arrange them somewhere in front, somewhere? Ameketi hapo tayari. What are you doing? Are you putting some chairs here? Thank you. Thank you so much. Sit down. Professor Mleke, just enter and sit down. I don't know why they removed you. Yeah, just sit down. Thank you, my son. Sit down, sit down, sit down. Thank you so much. Thank you. So these are crippled boys that walked. I think that's blind or crippled, whatever the case. Oh, that was crippled boy, I remember. Oh. Because of time, we're trying to process them through all of them. So the Lord raised my son here like this. That's amazing. From Kisii or somewhere. Was it Kisii? Yes, I saw the video. Yes. It crushed my heart. This one crushed my heart. Oh. Amazing. God is mighty. God is very mighty. Thank you so much. So the doctors are also here, and I know Dr. Koech. My daughter, Dr. Koech, where are you? Binti wangu Dr. Koech. Now can you bring all your files that you had? Thank you so much. Wewe pia uliamuka ukatembea. Very powerful. Your seat is going to be somewhere here. She says, I also got up and walked. Yeah, please.
It's very plain and simple. They're sitting on this side. This is now the kingdom of God, right? Wewe pia uliamuka. Ndio. Thank you. Asante. He's also walking. The Pia little naye boy. anatembea, kijana mchanga. Okay. From Samburu. Oh, this is the boy from Samburu that the Huyu ndio Lord took me kijana to kutoka see. Samburu. Can you lift him? Can you help him? hivyo- Help her to the seat so that people may pass. Mumsaidia. This is the boy that the Lord sent me Huyu ndio kijana ambaye Bwana alinituma all the way to Samburu kote kote hadi Samburu to raise from the soil, right? ili kwamba kainuliwe kutoka kwenye mavumbi. That's amazing. Hiyo ni ajabu. That's amazing. That's amazing. That's Hiyo ni amazing. ajabu. Hiyo ni That's ajabu amazing. kabisa. Ya ajabu kabisa. Thank you so much. Asante sana. Thank you with a lot of reverence. This is the precious baby the Lord sent me Huyu ni all the way mtoto to wa zamani Samburu. ambaye Bwana alinituma kote kote hadi Samburu. That's amazing. To raise from the soil. Hiyo ni ajabu, kuinua kutoka kwenye mavumbi. Because the Lord, I see I'm wearing white. Kwa sababu naona nimevalia vazi jeupe. And then I raised my two hands like this. I lowered the hands to, and I was bending like this. Kisha nilikuwa nikiinama nikimwelekezea mikono yangu namna hii. And he got up. Kisha akainuka. And he walked. Akatembea na kutembea na kutembea. And fell. Kisha akaanguka. And then when he got up, baada ya hapo alipoinuka, I said, let us walk. Nikamwambia wacha tutembee. And there was somebody on the left here who is a woman. Kisha kulikuwa na mtu hapa kwenye kushoto ambaye alikuwa mwanamke. Was trying to talk to him. And then I said, no, ignore that. Let's just walk. And then he started running. Alikuwa anajaribu kumzungumzia, nikamwambia puuzilia hiyo, wacha tutembee tu. And then Akaanza he spoke to me. Akazungumza nami That not only has the Lord healed my crippled legs, kwamba Bwana hajaponya tu miguu yangu viwete, but he has also healed my heart. lakini pia ameponya moyo wangu. So I thought it was a heart condition. Kwa hivyo nikawazia kwamba ilikuwa ni swala la moyo. But now I understand that because in that community they would throw to the wildlife, right? So he had known. Somehow he got to know his fate, right? Lakini nilikuja kugundua kwamba watu wa kabila They hilo were going to throw him to wildlife. walikuwa wanaenda kumtupa wanyama wa mli. Do you remember Christine Metiang? Je, mnakumbuka Christine Metang? Oh, this is a precious baby. Huyu ni mtoto wa dhamani. They're going to find a way of processing them together. Tutapata hali ya kuweza kuwashughulikia wote kwa pamoja. This is an awesome time in the house of the Lord. Huu ni wakati wa ajabu sana katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Bwana. And karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Welcome to the house of the Lord. Na karibuni sana katika nyumba ya Bwana. In Busia, I heard about you so much. Kule Busia nilisikia kukuhusu sana. We saw your videos. Look, today we are meeting. Tuliona kanda zako, tazama leo tumekutana. This is a beautiful time in the house of the Lord. Huu ni wakati wa kupendeza sana katika nyumba ya Bwana. Dr. Koech, you are here with us? Daktari Koech, uko hapa pamoja nasi? Yes. Somebody can hold that child. Thank you. Mtu anaweza shika huyo mtoto. Yes, you're going to stand here. You can stand here. Stand there. Thank you. And the other doctors involved. Na madaktari wengine wote ambao wanahusika. Yes, you can stand up. Okay, yes, thank you. Thank you very much.
Thank you, my son, Dr. Chirichiru. Mnaendelea vyema? Asante mwanangu Thank Daktari you. Chirichiru. It's good to see you. Good to see Ni you. vyema kukuona. Oh, the what? Oh, this is Gaddafi is walking. Look at that. Gaddafi, kuja kwangu. Kuja nikupatie soda. Kuja kwangu. Kuja kwangu Gaddafi. Kuja kwangu. Kuja. Kuja kwangu tembea. Oh, this is Gaddafi. This is amazing. Huyu ni Gaddafi. Hii ni ya kupendeza. Kuja. Kuja kabisa. Nipatie soda hapa, nipatie Gaddafi soda kunywe tafadhali. Gaddafi kuja nipatie. Yes. Kuja chukua soda. Ndio hii kuja. Tuondoke Gaddafi, saa mbaya. Utashika ama ushiki? Songa kwa mbio hapa. You have an extra hand. Thank you so much. Gaddafi, come and sit down. Gaddafi, njoo uketi chini. Tembea mbio. Lakini kuna waya pia mbele hapo. Don't worry about it. I will just bring him here now. Kuja. This yeah. Okay, tembea my son. Tembea mwanangu. Okay, sasa kuja keti chini kwa kiti. Whatever. Hey, I tell you. This is big. How are you going to process them? General Chaka, the microphone is in my mouth. So you're going to be in front here? Utakuwa hapa mbele. Okay, so you're also going to be here, right? Okay, and General Chaka is going to be here. He's going to. So Gaddafi is walking, but he could get a seat somewhere. Gaddafi anatembea, huenda atapata kiti mahali. Gaddafi ndio hii hapa. Keti hapa. This is a very precious baby from a Muslim family. Huyu ni mtoto wa dhamani sana kutoka katika familia ya Kiislamu. And when he walked, it just changed everything in that home. Wakati alipotembea alibadilisha masuala yote katika boma hilo. Keti kwa hiyo kiti. Ndio hii kiti chini. Usigonge kichwa, keti hapa. Over here my son. Keti hapa mwanangu. Hapa. Hapa. Keti hapa. Keti chini hapa. Who is the mother? Who is the mother? The guardian? Asigonge kichwa. Asante, msaidia keti kwa kiti. Utamweka pale kwa kona. Utamsaidia. Tafadhali. He's walking there, but you can bring him this way. Anatembea. Okay, wherever he wants to sit, really he can sit. Popote ambapo angependa kuketi anaweza. Yes, anatembea vizuri, si ndio? Very powerful. This one was totally on the dust, total flat soil. Huyu kikamilifu kabisa alikuwa mavumbini, chini kabisa. On the dust proper. Kwa mavumbi vyema kabisa. So this is the situation we have here now. Hii ndio hali ambayo tuko nayo hapa sasa.